Moto uliosababishwa na hitilafu ya umeme umeteketeza nyumba ya mzee Hamisi Haji, mkazi wa shehia ya Wawi Chake Chake kisiwani Pemba. Wakizungumza, baadhi ya wanafamilia ya mzee huyo wamesema tukio hilo limejitokeza jana majira saa 3:30 za usiku na kupoteza vitu vyote vya thamani vilivyokuwemo ndani ya nyumba hiyo, ingawa hakuna aliyejeruhiwa na tukio hilo. Ajali hii imetokea mnamo saa 3:30 usiku. Hapo ndipo moto ulipoanza, lakini kwa bahati mbaya sana sisi kama wanaume au ndo kaka familia hatukuwepo kwenye hiyo nyumba. Alikuwepo mama na mke wake, yani mke wangu mimi, na walikuwa wawili. Sasa walishindwa kuweza kukabili huo moto kwa sababu walichelewa kuweza kugundua ama kujua tayari moto umeshatokezea. Kiukweli ni janga kubwa na limesababisha hasara kubwa katika familia yetu. Maana una takribani ya vitu vyote vilivyokuwa ndani ya nyumba pote vimeteketea. Maslani, vitanda, magodoro, TV, makabati, dressing na fedha taslimu ambazo zilikuwemo, kila mtu na ile hakiba ambayo mwenye aliyo. Kwa hiyo hatuwezi kukadiria ni bei gani, lakini kwa kweli hasara kubwa tulioipata, na jengo kama lilivyo hivi linavyoonekana, hatuna makazi yoyote yale. Kwa sasa tunaomba serikali na watu wengine watusaidie katika mtihani huu mkubwa. Watoto hawana shule, hawana madaftari, hawana sare za kwenda shule, hawana chombo, hawana mandoo, hawana vitanda, hawana makabati, hawana chochote. Ni mtihani, wamekuwa hali za duni sana. Mkuu wa wilaya Chake Chake Mgeni Khatibu Yahya aliyefika na kuifariji familia hiyo, huku akiomba kuwa na subra katika kipindi hichi kigumu. Ofisi ya mkuu wa wilaya kwa kushirikiana na kamisheni ya maafa pamoja na chama chetu, Chama cha Mapinduzi, tuje tuwaone familia baada ya kupata maafa ya kuunguliwa na moto usiku wa jana. Kwa kweli binafsi mimi mkuu wa wilaya nilipokea hii hali kwa masikitiko makubwa sana. Tunawapa pole familia kwa hiki ambacho kimetupata, kwa sababu hili janga sio lenu peke yenu. Jamii ya Wawi limewagusa. Mimi jana usiku nilikuwa sipo maeneo, lakini nilikuwa nawasiliana kwa simu, nilikuwa nikiona namna gani watu walivyokuwepo maeneo. Kiukweli tuwape pole sana, na tumesema tuje tuwafariji na kile kidogo ambacho tuko nacho basi tuweze kuwapatia, ili kwa kipindi hiki kifupi, kipindi cha mpito, kiweze kutufariji. Lakini kama mkuu wa wilaya niendelee kuambia wale wote ambao wanataka kuwafariji wenzetu, wanataka kuzifariji hizi familia ambazo zimepata maafa, basi wasisite, wafike ili waje kuwapatia chochote. Na kama tunavyoona kwa sasa wenzetu hawa ambao jana walipata maafa ya kuunguliwa kwa moto kwenye makazi yao, basi hawana makazi ya kukaa. Kwa yoyote yule ambaye anania kutusaidia basi asisite. Mwenyekiti wa CCM wilaya Chake Chake Ali Muhammad Chande amesema chama na serikali kipo pamoja na familia hiyo, huku mratibu wa kamisheni ya kukabiliana na maafa Pemba Khamis Arzaki Khamisi amewataka wananchi kuchukua tahadhari katika matumizi ya nishati ya umeme kwa kufanya marekebisho kwenye nyumba zao. Chama cha Mapinduzi na serikali ya Chama cha Mapinduzi limetugusa hili neno, ndio maana tumekuja kuwafariji ili mujisikie kwa asilimia fulani kwamba chama na serikali iko pamoja nanyi, na nataka muamini hivyo. Ndio maana tukaweza kuyafanya haya. Limetokea jana, lakini tangu asubuhi tunahangaika kuhakikisha kwamba tukija tunakuja kuongea nanyi, lakini tunafariji kwa chochote. Sio tumekuja tu kwa maneno, hakuna chochote ambacho kinaweza kuwasaidia. Na huu ni mwanzo tumeanza kama chama na serikali. Baadaye mengine yatafuata. Kamisheni ina nafasi yao, lakini na chama nayo na serikali ina nafasi yake. Kwa hivyo msaada tunaendelea kufuatilia mbalimbali. Taarifa itaenda kwa viongozi wetu
wajue kilichofanyika ili tuweze kusaidiana. Nitoe wito tu kwa wananchi na jamii kwa jumla kwamba kupitia mapitio ya zile fitting ambazo kwamba tumezifanya kwa kipindi kikubwa, na sisi kila mmoja sasa hivi ana simu, ana makuka, kulinganisha na capacity ya vitu ambavyo kwamba tunavitumia kwa kipindi hichi. Je, nyumba yangu inaweza kubeba? Na hata waya ambazo kwamba zinatumika, sasa hivi unaambiwa kuna euro na kuna Tanzania. Ya euro inaambiwa haikidhi vifaa vya matumizi, hiyo bora ya Tanzania. Lakini Tanzania ni ghali, lakini nakwambia mimi ghali, sina pesa hiyo, acha nichukue hii. Lakini tatizo lake